Tuitafute amani kwa ustawi wa mioyo yetu. Taasisi ya Young Life ni taasisi isiyo ya kiserikali inayojihusisha na ustawi wa vijana wa rika zote kuanzia shule ya msingi hadi vyuo vikuu. Lengo la taasisi hii ni kuwawezesha vijana kumjua Mungu na kuziishi imani zao, kuleta mabadiliko katika jamii na kusaidia kujenga uaminifu miongoni mwao. Lakini katika kufanikisha malengo hayo, Young Life imeendesha semina ya vijana wa kike jijini Dar es Salaam, ambapo vijana zaidi ya 50 walihudhuria huku wakipatiwa elimu kuhusu nidhamu ya fedha, uhusiano na maisha ya jamii kwa ujumla. Sisi Young Life kila kitu ambacho tunataka kukifanya tunaanzaga na maombi. Tuna kitu kama hivyo tumesema tuna binti jasiri mwezi wa 8 tumeanza kukiplani muda mrefu kwa tulianza kuingiza kwenye maombi. Lakini kitu kingine tulianza kujiengage na watu tofauti. Kuna watu wamesema hapa walitujua sisi kwenye event ya Good Deeds. So tulivyo engage huko tukakutana na watu, tukawaambia nini tunafanya, haikuwa kwa ukubwa sana. Lakini vile namna tuliwapokea, tulionyesha ukaribu, tulionyesha upendo japo ulikuwa ni kwa muda mfupi, ikatokea wao kupenda na kubadilishana contact na kuanza mawasiliano nao, na ndo kama hivyo wengi wamekuja. Huwa hatujivuni kwa sababu tunaamini katika Mungu, ndio maana nimekuambia. Kwa sifa na utukufu tunamrudishiaga Mungu. Tunajisikia vizuri kibinadamu, tunafurahi kwa sababu tunaona mabinti wanakuwa. Kuwapata mabinti kwa wakati mmoja wakalala sehemu ni ngumu sana, yani ni ngumu. Wengi walitamani, namba ilikuwa kubwa kuliko hii ambayo ipo hapa, lakini waliopatikana tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaamini ndo kawapa kibali. Kwa tunafurahia na tunaamini tunakuwa kutoka sehemu moja kuna sehemu nyingine. Mimi cha kusema au niseme la yangu, wadada wanakuwa, wadada wanabadilika na wanapata kitu. Kwa sababu yule ambaye amesimama pale ni kiongozi, kiumri ni mdogo. Yani kiumri wengi ni wadogo, lakini ana uwezo sasa hivi wa kusimama na confidence. Hiyo confidence kaipata wapi? Kupitia Young Life. Inawezekana sehemu nyingine asisimame, labda kanisani kila siku anaona watu wale, lakini huko Young Life kila siku nakutana na sura mpya, kila siku sura mpya zinaongezeka. Kwa hiyo inakujenga kwenye confidence, lakini pia kwenye neno la Mungu, kwa sababu jana tulifundishwa kukua kiroho, tumeomba, yani inawezekana labda tupo imani tofauti, lakini mnajikuta wote mmebond, wote mnamwamini Mungu kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa hiyo inatukuza kiroho lakini pia kimaadili. Agape Mbise akapata wasaa wa kuzungumza na vijana kuhusu nidhamu ya fedha na uwekezaji. Save kabla ya matumizi. So pale kabisa na niwaambieni ukweli, pesa inafanya watu emotional ama inaingilia hisia za watu, na inakubidi udhamirie kabisa kutoka moyoni kwamba hichi kitu mimi na koma nacho nitakifanya. Kwa lazima ujiwekee hatua za madhubuti. Najitahidi jamani kwenye Kiswahili. Hatua madhubuti za kusema kwamba nitatunza pesa. Naomba ujichunguze. Ni eneo gani kwenye maisha yako unafanya rat chasing? Ni eneo gani ambalo unarudia tu kwa hapo? Na Mungu atusaidie sana. Mimi natamani tufanikiwe. Kuna msemo wa Joel Nanauka na upenda. Kila anapoandika kitabu chake anasema see you at the top. See you at the top. Tukutane huko. Mimi hakuna kitu nafurahia kama nikiona jamii ya wanaonizunguka, kwa mfano marafiki zangu na familia. In fact, I really thank God for my family na rafiki zangu pia, ninapoona wanafanikiwa. Kwa sababu najua ile jamii inayozunguka ikifanikiwa na wewe umefanikiwa, zile simu za nisaidie nimekwama hazitakuwepo tena. Mtapigiana simu za kusema tunakutana wapi tufurahi, maisha yanaendelea. Ingawa fedha ni muhimu, lakini utulivu wa akili ni muhimu zaidi. Miongoni mwa vitu vinavyoitesa akili ya mwanadamu ni mapenzi. Melipo anawashauri vijana kuhusu kujitambua katika uhusiano. Alipokuja kuniacha, actually they packed their stuff and left, like literally. So
nikawa very depressed, nikaona there is no meaning of living anymore. Like huyu ndo alikuwa anafanya niishi, nisonge mbele. So ameondoka, there is no point of me keep on moving forward. Nikawa kwenye depression, of course, nikaingia kwenye addictions. Like so unajua ukiwa depressed, wengine wanakula sana na sukari, mwingine ata alcohol, mwingine ata binge kwenye Netflix. Kila mtu ana addiction yake. Mwingine atakuwa tu on the phone 24/7, yuko TikTok tu ana scroll 24/7. Kwa hiyo mimi, kwa sababu I've been missing God for a very long time, ndio maana hata my worth nilikuwa sielewi. Yaani naishi tu, unajua unaamka, unafanya hivi na hivi, uko na mpenzi wako, mnafanya hivi na hivi, you go there, you go there. Yaani you are just absent. Yaani huko ndio watu wanakuona unaishi, but you are absent, like you are walking dead. Kwa hiyo nikapata kuelewa, so yani kumbe it's me, yani it's nobody on the outside. Yani sio Juma wa kunifanya mimi ndo niwe na furaha. Juma anachokuja kukifanya ni kuongezea tu furaha kwenye maisha yangu. Ni kama ni keki, I've already baked it. Yeye anakuwa icing. Sio kwamba eti unategemea Juma ndo awe keki yako, ndo awe icing yako, ndo awe na mshumaa na kiberiti. No. So other people are there to just be the icing on the cake. Na sio tu wapenzi, hata family members, hata relatives, hata friends wa kawaida, hata colleagues na nini. Yani sio eti unaishi, yani unamtegemea mtu fulani. Yani sehemu fulani kama fulani aende na mimi siendi. Yule mtu ambaye hana love inside of her, akiwa anaenda out to seek for love, anaendelea kumanifest her own lovelessness. Kwa hiyo unaendelea ku attract partners ambao they're like, at the end of the day unabaki like, what is this? Unahisi unamjua, but inafika muda he's like a new person, you know, kwa sababu wewe mwenyewe hauja take your time to love yourself, to know what you want and go for it boldly and unapologetically. So obviously you will settle for less. Akija tu mwanaume yote amekuchekesha one moment, 2 moments, the next moment you wanna sleep with him. Tena wewe mwenyewe ndo una initiate, you know, unaweka zile mazingira like, hey, sijui twende tuka hang out wapi, because you know at the end atakupeleka kule. Ili kumudu nidhamu ya fedha, mwanadamu anahitaji uongozi bora. Catherine Israel ametoa elimu kuhusu vijana na uongozi ulio bora ili kumudu mazingira ya jamii. Mimi naenda kwa Mungu, unaona mimi Mungu namwambia, Baba sikiliza. Yaani ni mshikaji. Unajua yani sisi tumemchukulia Mungu, yes, Mungu ni wa kuogopewa, lakini mimi simuogopi Mungu, bali ninaenda kama mtoto. Kwa sababu ni mtoto wake, nitaenda kwa nani? Kuna vitu vingine baba yangu wa duniani hawezi kunitimizia, lakini baba yangu wa mbinguni ana uwezo wa kunitimizia vyote 100%. So naenda kama mshikaji. Mimi namuitaga Mungu mzee wa siku. Mzee wa siku, nimekuja mbele zako and we talk like normal person. Nina matatizo haya na haya na haya. Hapo mimi nafanya nini? My weakness is too hard for me. Nisaidie, nimeshindwa. Trust me, naongea na Mungu kama vile naongea na mshikaji wangu. Kwa nini? Kwa sababu yuko huru na mimi. Sina mtu mwingine wa kumueleza. Lazima nimfuate yeye nikamueleze. So na sisi hapa kama tuna uwezo wa kwenda kuwafuata baba zetu na tukawaeleza vile vitu ambavyo tunavyopitia. Huyu Mungu ambaye wewe hapa sasa hivi uko kwa sababu yake, akisema dakika 10 tu atujui mbele yetu ilivyo. Si ndio? Amekupa wewe pumzi unaovuta, uhai unaovuta, afya njema unaotembea nayo. Ukimueleza chochote unachokitaka, atashindwa kukusaidia. Utamwambia Mungu, mimi sijui jinsi ya sina confidence. Naomba confidence. Unamwambia Mungu. Si watu wote tuna confidence. Nisiwadanganye. Wengi hapa mko 20s, si ndio? Amjafika, wengine mko 30s, 20s, wengine tuko tushavuka. Sisi ni mishangazi, Sisi ni mishangazi. So emotions za 20, una miaka mingapi Karen? 20. Namtaka mtu ambaye ana miaka 20 na kama mtu ana miaka 30. Hajafika. Okay.
Karen ana miaka 20. Emotions zake sasa hivi it's totally different. Hana kitu chochote kinachobadilika mwili wake. Hata akiingia period wala sio sana anakuwa na hasira. Lakini huyu ukiingia sometimes anakuwa moody. Kwa nini? Kwa sababu kule ndani kuna badilika. Lakini vijana wao wanasema nini kuhusu elimu waliopewa? Habari. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Veronica. Ni mmoja mshiriki katika Young Life eh? Yeah. Veronica, na baadhi ya maswali kwako, especially katika kipindi cha Madam Maria. Yeye alitufundisha kuhusiana na swala zima la mahusiano. Je, natamani kujua kwa upande wako, uko kwenye mahusiano? Hapana, sipo. Kwa sababu gani? Tulikuwa kwenye mahusiano but kuna mambo yakaa hayapo sawa, ikabidi kila mtu atengane. Na natamani kujua mambo gani ambayo wewe mpaka yalikupelekea ukatengana na mtu wako wa karibu ambao mlikuwa mnashirikiana kwenye kila kitu maybe? Tulikuwa kwenye mahusiano ambayo yako very serious but kuna namna tulipishana katika dini. Yeye alikuwa ni dini nyingine na mimi ni dini nyingine pia. Katika kushirikisha kwenye moja na vitatu, kwa sababu miaka inazidi kwenda, tunaendelea kuwa na miaka mingi ya kuzidi kujuana. Kwa hiyo nikataka kujua nini mbele ya mahusiano yetu itakuwaje, tutafika wapi. Nilikuwa namuuliza huyo mwenzangu na akawa tu anachukulia poa anajibu, basi nikashirikisha wakubwa. So nikaambiwa nimshirikishe Mungu katika mahusiano hayo. Kama ni mtu ambaye ni mwema na mtafika mbali na ni mtu ambaye anakuhitaji, anataka kukuoa nini. Kwa hiyo nikaambiwa nimshirikishe Mungu katika kila kitu. Katika kumshirikisha Mungu sijamaliza hata mwezi. Wiki ya nyuma hapo tu, yani ikawa tu yeye ndo analeta attitude nini. So nikawa naona napata majibu kwamba nimemshirikisha Mungu, nimemkabidhi mahusiano, ananionyesha. Kwa hiyo nikaona mambo sio mengi, nisisubiri moyo wangu kuumia mpaka nifanywe vitu ambavyo si vyema. Nikaona nipumzike, niendelee kumsikiliza Mungu. Sawa dada Velo, lakini natamani kujua wewe leo Madam Maria, baada ya kuwa anaongelea pale siju mambo ya watu ambao wametengana, lakini kutengana kwao kumekuwa kutengana sio kwamba kwa kupenda, maybe hivyo kama ulivyoongelea dini. Umejifunza nini na unatamani kufanya nini au kubadilika vipi katika kitu ambacho kimekutokea wewe kama mdada? Yeah, nimejifunza kuwa tayari kwa kila kitu. Sio tu hata maisha, yani aswaswa kwangu mimi, kwa sababu imenigusa sana kwenye mahusiano. Imenifundisha mimi kuwa tayari kupokea kila ambacho kinakuja. Pia nisiwe deep sana katika mahusiano, yani nisiweke mahusiano mbele katika maisha yangu mimi. Kwa sababu kile alichokuwa anakiongea kilikuwa kinanigusa mimi na nilihisi kama yeye ananiongelea mimi. Kwa hiyo nimejifunza kuwa tayari kupokea kitu, na kabla ya kuingia katika kitu chochote nijiulize mwenyewe, nijiangalie hata kwenye kioo, who I am, mimi ni nani, na kufanya maamuzi ambayo yapo sahihi. Hivyo. Lakini ukiangalia kwa namna moja au namna nyingine, vijana wengi sana sasa hivi wanakuwa kwenye hizo attitude ambazo kama wewe umenyelezea, na unamkuta mtu akishaumizwa anakuwa anashindwa kufanya kitu chochote. Sijajua kama wewe situation kama hiyo ulipitia, na baada ya kupitia je, ulifanya nini mpaka ukatoka leo tunaona tunacheka pamoja, unaongea hivi kwa furaha? Natamani umshirikishe kijana ambaye anakutazama. Kwangu mimi naweza nikasema imekuwa rahisi, japo sio sana, ila imekuwa at least, kwa sababu niliomba ushirikiano kwa watu ambao ni wakubwa, ambao wamenizidi, kuomba ushauri. Kwa hiyo nilijiandaa kisaikolojia, kwa hiyo niliandaa saikolojia yangu kuona kwamba kikitokea kama ni si wangu basi si wangu, kama ni wangu basi ni wangu. Kwa hiyo kwa wengine ambao maybe imetokea hiyo, wameachana na mtu, jiangalia, jitafakari, usipanic, kwa sababu madam ametufundisha pale usiwe deep sana, usipanic, kwa sababu kila kitu ni kinapangwa na Mungu. Always kila kitu tumshirikishe Mungu katika kila kitu. Kwa hiyo hivyo, yani kila kitu msogeze Mungu, ongea na Mungu. Mungu ndo ana majibu yako. Na kila kinachotokea hakija sio kimetokea tu. Kila kitu ni kinakusudi, ni kusudi la Mungu. Mungu ndiye anayeamua kwamba yes, huyu ni wako, si wako. Kwa hiyo tusubiri majira. Ukiona kitu kinakukwepa, kinataka nini, unakuwa na mtu unaona kabisa mbona ananiumiza, wewe tumefikia hapa, tumeachana. No, ni Mungu anakuongoza. Kwa hiyo tujaribu kupokea yale ambayo yanatokea katika maisha yetu, yawe kama matokeo ya wewe hukutakiwa kuwa hapa. Subiri majira yako yakifika, utakapopata
ambaye ni wako, utaona tu kama ni utakuwa unazidi kumshirikisha Mungu, basi hamna kitu ambacho kitakachokuja kikawa wrong. Kwa mimi naamini kwa Mungu, hakuna kitu kilichokuja kwangu kwa makusudi. Hivyo. Kwa hiyo huyo jamaa leo hii kama kwa mfano akitoka huko akasema nimemkumbuka Vero, natamani kurudi, kuna msamaha kweli? Kwangu mimi, kwa sababu sina mwezi, nina wiki, kwa still bado nipo katika kumuomba Mungu, bado naongea na Mungu, kwa sababu hata tulivyogombana tumetengana tu kwa hii wiki, still bado namuomba Mungu ni tumetengana au ni nini. Kwa mimi namwachia Mungu katika kila kitu, nampa moyo wangu na Mungu aongee na moyo wangu. Yeye Mungu ndo ataongea na mimi. Vipimo ni vinaonekana. Mwanaume ambaye ni sahihi kwako, kipimo ni kinaonekana. Kinaonekana vipi? Mwanaume anayekupenda anakupa kitu cha kwanza, tuseme muda. Unaweza ukipewa muda na mwanaume akaweka muda wake kwako, ninamaanisha kwamba ni amekabidhi kitu kwako, ni anakuamini. Kwa kuna asilimia kadhaa za kuamini kwa yes. Kama ni ananipa muda, haniachii nafasi ya kuniachia, basi tunakuwa at least tunaona kama this man he love me hivyo. Lakini Davelo, hapo tena na mimi kuingizia swali lingine, ni kwamba unakuta kuna mkaka mwingine anakupatia muda wa kutosha na vile vile anakupatia kila kitu ambacho wewe unakihitaji kwa muda sahihi, lakini bado moyo wake unakuwa haupo kwa mwisho wa siku anakuja anakufanyia tukio kama hilo. Unaongeleaje hiki? Ndio maana tunarudi mwanzo, kila kitu ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana anasema mwanaume anaweza akakupa pesa, akakupa kila kitu na asikupende. Kwa hiyo tujitahidi tu kila kitu, mshirikishe Mwenyezi Mungu, mshirikishe Mungu kila kitu, kwamba kabidhi hata kama ni unatenda dhambi, lakini mkabidhi Mungu katika hayo mahusiano. Mungu nakuachia haya mahusiano. Ananionyesha kila kitu, lakini anamaanisha. Kwa hiyo unaweza kaonyeshwa kumbe mtu ana sababu yake. Kwa ni kila kitu kumshirikisha Mungu, msogeze Mungu karibu, hata kama ni unakosea, Mungu ni anasamehe. Kila kitu Mungu, yani Mungu ni anajua matendo utakayoyatenda. Ndio maana mstari unasema Mungu anasema kabla hata ya wewe kuzaliwa nilikuona tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo kila kitu mshirikishe, Mungu ni anajua. So anataka, kwa sababu Mungu anapenda pia umsogeze karibu, uongee naye. Mungu anapenda kubembelezwa. Unatakiwa uongee na yani kila kitu ni Mungu. Tuamini hapa, tuamini katika Mungu. Msogeze Mungu. Kwa majina naitwa Cindy Malemi. Mimi ni mwanafunzi wa UDSM third year quantity survey. Okay, Cindy. Na kuona leo umeshiriki katika tukio kubwa ambalo limeandaliwa na Young Life kwa hapa. Natamani kujua nini umepata tangu mwalimu wa kwanza ameanza kufundisha mpaka mwalimu wa mwisho. Wewe kama Cindy umetoka huko ukasema ngoja nikashiriki. Umepata kitu gani kipi ambacho unasema nikitoka hapa na kwenda kukifanyia kazi? Okay, kiukweli nimejifunza vitu vingi sana kabla ya kuja hapa. Upendo wa watu kwenye group wanavyokuwa like committed to invite, kwa sababu sio wote tunatokea sehemu moja, lakini wameaccommodate everyone, wakielekeza roots, yani that love. Nimejifunza hicho pia, na pia jana usiku nilichoka kufika, lakini kwa kile kidogo nilichofundishwa na Madam Lisa, nilijifunza kwamba you don't have to be everywhere at the same time. Like you have to make your priorities straight. And pia leo nimejifunza vitu vingi, lakini ku-highlight tu vile vichache nilivyojifunza. Nimeanza na Madam Agape. Alikuwa anaelezea, if I'm not wrong, mambo ya economy. Yes, hiyo. Nimejifunza kwamba I don't have to buy everything. I mean, I have to save before I spend. Kwa sababu I always spend before I save. Saving inakuwaga kama sprinkling, yani kama extra thought. So I'll learn how to do like save before I spend, because for sure the future is uncertain. And pia kwa Madam Catherine nimejifunza kwamba yani imenipa muda wa kureflect on my life, kuona like what I've been missing out, kwa sababu ametufundisha kwenye maisha kila mtu kuna like 4 aspects. Kuna family, kuna the job, mostly kwa mimi nitasema university. Nimejifunza kwamba kuna spiritual life, na pia kuna my health. Most times I just put my health first, lakini lately nimejifunza kwamba I'm very behind in my spiritual life, so I have to like tune in, ni lock in and anyway. And also nimejifunza vitu vingi kwa my fellow people, and kwa Madam Mary
about relationships and all that. Nimejifunza kwamba what I set for myself, so kwamba I'm overdoing it. Kwamba my standards can be met na I just don't have to lower them just because time is moving and that. Okay. Yeah. Nini rai yako kwa vijana ambao wameweza kuhudhuria katika tamasha hili la Young Life leo, ambao wote tumefika? Najua kuna sio wote tutaondoka na kila kitu. Kuna wale ambao tumesikia lakini tutaviacha. Je, wewe unawaambia nini wakifika eneo kama hili? Kwanza napenda kuambia kwamba wakifika hapa their presence is enough. Kwa sababu naamini kila mtu anakuimpact kwa different ways. Hauhitaji hata kuongea kwa sababu just wewe kama wewe unamuimpact somebody kwa your actions. You don't have to speak. Just your presence gives people aura. Like Madam Mary amesema ni yeye herself, she's confident knowing that akija kwako she has that calming presence. She doesn't have to talk. Ni kwamba it just comes automatically. Kwa I believe you just huhitaji like kuwa na like ujue kwamba okay nikienda pale sijui na kazi fulani. No, you just have to come. As long as you're willing, you're enough. Nataka nikuchumike swali la uzushi. Je, wewe kwa Madam Mary alifundisha kwamba mambo ya mahusiano. Je, wewe uko kwenye mahusiano? Hapana. Kwa nini? As I said, kwamba I think kwa sasa I don't know, I'm just like I do weigh my options kwamba naingia kufanya nini like sasa and so what. Okay, thank you. Salma, natamani kujua Mwalimu Agape alivyopita katika somo la kwanza siku ya leo, alizungumzia mambo ya uchumi na akatupitisha katika sehemu mbalimbali na tofauti kwetu sisi wasichana, namna ya kuspend money, ya kuwekeza. Natamani kujua wewe umeondoka na kitu gani katika somo la Madam Agape? Kwa Madam Agape nimeondoka na amenijenga kwa kweli. Yani nimejifunza kuinvest, nimejifunza kuwa na nidhamu ya hela, nimejifunza pia nimejifunza namna ambavyo nitatengeneza msingi mzuri wa hela zangu. Yani kama nachopata kidogo nihakikishe na kisevo, lakini pia na mimi nisijisahau. Watu wengi tunakuwa unapata hela wewe unawaza tu kuwekeza, ila pia tunatakiwa tuishi kwa sababu ya afya yetu ya akili. Yeah. Na ukiangalia kwa sisi wadada, sio kwamba tunapata hela, lakini kuna wale ambao tunapata hela lakini hatujui namna ya kuzifanyia matumizi, na unakuta tukishapata hela ile tunafanyia ulembo. Sisi wadada tunabezi sana kwa ulembo, nataka nivae nipendeze. Sijijua unamwambia nini mdada kama huyo ambaye leo hii anakutazama, anatamani kujua kutoka kwako namna ya kuspend hizo money, au afanye nini ili aweze kuwekeza pesa kwa ajili ya maisha yake ya baadaye? Kwenye swala la kupendeza swala lazima upendeze kwa gharama. Unaweza ukaangalia kuna masoko ambayo yanakuwa yanauza nguo kwa bei rahisi, na kwa una target labda siku fulani kutakuwa kuna mnada, labda ni Karume au kama ni Mbagala au kama ni popote pale. Kwa wewe unaweza sasa ukapangilia nguo zako. Mimi hapa nitaenda Karume, nitapata suruali yangu shilingi 3000. Ila nitapita pale Makumbusho nitapata kanini kablauzi ka shilingi 2000. Nikiunganisha nikapita labda Kariakoo nikapata kamkanda ka 1000. Nikiunganisha ile outfit pale, unaweza ukasema labda huyu mtu katoa kwenye duka la Uturuki, lakini mimi nimeunganisha tu kwenye minada. Kwa kile kidogo unachokipata, it's better ukajua. Kwanza eneo lolote lile, naamini kila sehemu kuna sehemu ambapo kuna vitu ni bei rahisi na kuna vitu ambavyo ni bei ghali. For me sijawahi kuvutiwa na nguo za kwenye boutique for sure. Naonaga ni nguo mbaya alafu ni bei ghali. Ila mimi napenda kuvaa mtumba na mitumba yangu wala sio ya bei ghali. Mimi nitatulia, nitawahi mnadani saa ngapi natulia. Na taratibu naangalia nguo ambayo itanifaa mimi. Sawa. Na pale kuna wakati Madam Agape alivyokuwa anafundisha, kuna mama alizungumza namna ya kuspendi fedha na njia zile zinazotumika kwa ajili ya kuhifadhi hela. Kuna mwanamama alisema yeye anatumia njia ya kibubu. Na pembeni yangu nilikaa na mtu nikasikia anasema kwamba vibubu vinahifadhi fedha sawa, lakini unaweza ukakuta fedha ile ambayo umeweka mule na siku ambayo unavunja kwa ajili ya kuja kuangalia vinakuwa vitu viwili tofauti. Je, yani sikuelewa mimi binafsi yangu, natamani kujua kwako, labda ulishawahi kusikia kitu kama hiko? Obviously kila mtu ana imani yake na dunia ina mambo mengi. Kuna upande wa kiroho, kuna upande wa nini. Siku hizi kuna mtu anavyoamini, kuna sijui chuma ulete, kuna sasa hivi hata ndugu tu pia hatuaminiani. Mimi naweza nikakaa na wewe, hata wewe ni mama yangu, ila mimi nikiwa na jambo langu nataka litimie lile, nitaiba hata kwako.
Kwa watu tunatofautiana. Kwa swala la kibubu for me sioni kama ni option nzuri sana, kwa sababu dunia sasa hivi imebadilika sana. So yani tofauti na zamani, na watu wengi wamebadilika. Yani hata ndugu wako wa damu hauwezi kumwamini. Kwa chochote kinaweza kutokea. Na kama unapita kwenye mitandao sana sana, kuna mtu alishawahi kuvunja kibubu akakuta zile hela zote zimeharibika, yani kama zimeingia matope, sijui ni maji, wakasema hakibai. Wahenga